Na majira ni saa 12 saa za Afrika Kati, ikiwa ni saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ambako unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, baada ya mapigano makali, wazalendo watoa hali jinsi ilivyokuwa kwenye uwanja wa vita, huku wakihitaji raia kuweza kuwa watulivu. Upande mwingine, wazalendo pia wataka raia kutulia na kutokuuliza maswali mengi yale ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa mapigano. Kinshasa, msemaji wa serikali Patrick Muyaya haichambua katiba, huku Bahati Lukwebo atoa sababu za yeye kujiuzulu. Uvira, raia wapinga ujio wa raia wa Kinyarwanda jijini Uvira na kukutanana na gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini. Pia upande mwingine mkoani Nord Ubangi, raia waandamana na kupinga uongozi wa maeneo hayo. Kumbuka pia kutembelea Mwangaza TV, na tumeanzisha rasmi tena operation Saidia Muzalendo. Ungana na Baraka1 TV kwa lengo la kukusanya chochote ambacho kipo ili kuweza kuwasaidia ndugu zetu ambao wapo kwenye uwanja wa mapigano. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka ndani ya jiji la Uvira, ambako baada ya mapigano makali, waza watoa hali jinsi ilivyokuwa huko uwanja wa mapigano. Ukistajabu la Musa basi utakutanana na la Firauni. Kwenye peji mbalimbali za magaidi wa M23 wanachapisha taarifa za kwamba sasa hivi Uvira inazingirwa na magaidi wa M23 kwenye uwanja wa vita. Ni jambo la tofauti kabisa. Tumezungumza na kamanda James Fieka Adui na ametoa takwimu ya jinsi hali ilivyo kwenye uwanja wa mapigano. Hadi sasa vikosi tihifu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendeleza harakati za kumpiga adui ambaye ni M23 aliyejaribu kuchokoza vikosi hivyo vyenye mafunzo ya hali ya juu na wenye kuwa na moyo wa kupigana kwa ajili ya kutetea ardhi ya mababu. Msemaji wa kikosi maalum cha wazalendo Bwana James Fieka Adui amefafanua kwamba kwa sasa hali inaelekea kuwa vizuri na magaidi wa M23 wamejichimbia kwenye mashimo, kitu ambacho kinaleta ukakasi kidogo kuweza kumaliza kazi hiyo mapema. Biashara ni asubuhi, jioni huwa ni mahesabu. Kwa mantiki hiyo, James Fieka Adui, kamanda wa vita, anataka vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuongeza silaha nzito na mabomu ya ardhini pamoja na yale ya angani ili kuweza kusambaratisha maeneo ambako kunajificha magaidi yao M23. Huyu hapa kwenye mic za Baraka1 TV. Wale wanajiletea kazi matope yote pale. Nadhani mnabaona kabisa. Mnabaona njoo hapa kabisa mwa manyumba na vingine katope pale mbele. Unaona? Hapa ni fasi kwenye M23 ilikuwa ishaingia hapa. Unasikia kabisa ni wazalendo hapa kuna na debwenda kabisa. Kwa hizo mafasi zote. Soda Mfumagamer. Tuko tayari kabisa. Unaona hizi maeneo zote hapa. Ni adui njoo mwenye ni kweli. Njoo mwenye alikwisha ingia hapa kote hivi. Sasa wazalendo wetu hapa kabisa. Na wengine wako matope zingine mnaona kule ngambo vile. Ni wazalendo tu wale. Unaona kisi kuna tembea vile. Njoo wale kabisa wazalendo. Wanaingia kabisa matope yote. Unaona ni makai FARDC ile yenyewe walikimbia imo jana. Hivi sasa ni wazalendo kuna nafiagia kabisa. Ni ruheshi njoo kwenye tuko hapa sai. Basi kwa wanaita Buhonde njoo ile. Milima kipimo njoo ile kule njoo kwenye adui iko kule mbele. Shia hapa kabisa wazalendo hapa wana yala mwezi mapori zote hapa hivi. Shia hapa kabisa. Nadhani hapa kabisa unaona. Hapa ni wazalendo kabisa. Hii njoo Buhonde hii. Unaona wazalendo pale ngambo na moto ile tunalunguza pale mapozisio kwenye ulikuwa M23. Naona pale tunalunguza pale. Kunjo Buhonde hapa adui ashakimbia kwa pale maeneo ya Kabunambo kwa sababu kwa gisi tumesikia kama silaha nzito zilikuwa zikisikika upande wote.
Adui tulimchapa, adui akawa jikuta nakimbilia kwenye mashimo, na mpaka hivi kabisa adui angali pale pale, hayaondoka pale pale kwa ile maeneo yake. Ile tunaiomba government yetu, kwa sababu adui iko nadumukia maposition kuzimu, ndo anarusha mabomo, inakuya bomola manyumba ya watu, hata kanisa ya Katoliki Runingu walisambua na ile mabomo, na mpaka hivi tunasubiria government kufanya mbinu zote kuongeza vifaa vyote ili tuendelee kushambulia adui, kwa sababu tunajua tuna nguvu, kwa sababu FARDC waibuna Tukiendelea tu kumpokea msemaji, adui iko nakimbilia mu mapozisio kuzimu na kasambula manyumba ya wakaaji wa Uvira hapa Runingu, kanisa ya Katolike walibomola kwa mabomo na watu kuhulumia, raia kuhulumia vikali, na ndio maana tukilomba serikali yetu kuingilia kati, tumia vifaa nzito ili kukimbiza adui ndani ya ile mashimo ambayo anaidumbukiza ndani, kwa sababu adui hana nguvu zake ni ile kuingia ndani ya mashimo. Na ndio maana sisi wazalendo hapa kwenye tuko na FARDC na waibu antuka kikuu, tuko na nguvu ya kuchapa adui. Probleme shida tunayo kimbia mashimo kutoka mashimo ni problem, ndio tunaomba government kuingia kati kutuma mabomo zito ili kumbadi ndani ya mashimo. Hiyo ndiyo ombi tunaomba kwa serikali tu. Ndio, lakini asubuhi mapema ya leo hali iko namna gani? Mumeamuka namna gani hapo kwenye shamba la vita? Raia macho yote na masikio iko huko kwenye shamba la vita. Hali iko namna gani? Kwa sasa kabisa tunalamuka, tuko bien, tuko tunaangalia na adui, kwa sababu kwenye tupo na adui kwenye iko kilomita moja, na tutaiomba tena raia yetu iache kukimbia, na raia yetu iache mapanike kupanikia watu weti M23 deja hiyo Runingu. Hapana, ile ni uo kabisa. M23 ingali mashimo Kanambo, na M23 ni kidogo kabisa. Mungu akisaidia kabisa tutamtoa mahali pale Kanambo. Labda tungependelea kujua una ujumbe gani wengine wa mwisho, kwa sababu naona huko kwenye shamba la vita, tukuache muendelee kufanya kazi kwa wakati huu. Vikosi vya wazalendo vinaenea huko maeneo mlipo na FARDC, nafikiri nyinyi wote mko huko wa unité special. Ndiyo, vikosi vyote kabisa vya wazalendo vya unité special ambavyo vinaongozwa na General Delfe Kalembo Manzito kabisa, antukasa tuko wengi na nashukuru FARDC tunawaibu kwa kujiunga kwa muda huu kabisa, antuka kiko umoja kwa kukadiria adui. Saje tu napenda kutuma na kushukuru kabisa FARDC na waibu kwa hii kazi kabisa kubwa ambao wanaendelea kutusupport sisi wazalendo ili tuchape adui pamoja. Na ndio maana napenda kurapele raia yetu kae chonjo, itulie, na wenyewe walikimbia manyumba warudie kwa manyumba yao. Sisi kabisa tutakadiria adui, na adui hana nguvu kabisa. Kamanda James Fyeka Adui, tunakutakia mafanikio mema hapo kwenye shamba la vita na vikosi vyenu vyote hapo. Asante, na mimi nawashukuru. Wakati vita iko inapigana, raia wanakuwa na wasiwasi, pia wanakuwa na maswali mingi na kutamani kujua kila hali inayoendelea kwenye uwanja wa mapigano. Msemaji ambaye amekuwa akitoa taarifa mara kwa mara za uwanja wa vita na pia ambaye yuko sambamba na raia na anajitolea kwa ajili ya kupigana ili kutetea taifa na ardhi ya mababu, ametoa taarifa ifuatayo, na nukuu baadhi ya maneno: haina haja ya kujua kila kitu kinachoendelea kwenye uwanja wa vita. Unachotakiwa kuelewa ni kwamba kwa sasa hali siyo mbaya, hali yetu iko vizuri, na raia wanatakiwa kuweza kuwa watulivu, wapeane macho kule ambako serikali na wazalendo wanaendelea kufanya kazi kama inavyostahili. Kwa sasa hivi asilimia kubwa ya wananchi wamekuwa na wasiwasi mkubwa baada ya kuwa naona taarifa mbalimbali kwenye vyombo mbalimbali vya habari, zaidi sana vyombo vya wale ambao wanaungwa mkono na magaidi wa M23 wanapotangaza habari za uongo za kujaribu kuwavunja moyo na kusema M23 inakaribia jijini Uvira. Mengi na zaidi, ripoti hii kutoka kwenye uwanja wa mapigano. Na ningependa tena nikumbusha wa ndugu zangu wa Kongomani wako mundani, pourquoi watu tuko wanajichanganya sana, biko wanapenda kuuliza makestio moya yenye mtu kunauliza question moya réponse iko deja mais ça yote konauliza.
bandugu biko banapanda kumedia au tunasikia kama wazalendo walingia Sange pourquoi waingia make ni bongo mu. Pole pole. Bezo yako ni nini? Bezo yako ni kumpiga adui, ni kumaliza adui na kukamata entite yenye tuko na bezo. Kwenye tuko na kwenye tunaishia na kwenye tuko tuna avancer, bingine bikooni. Wewe baki tuko unapata tu ni ma rapport na ma message yenye tuko tunatuma basi. Hapana, unapenda mpaka uyo na kwenye tunaweka sila yetu ya mwisho, kwenye tunafungia fro ya mwisho. Unapenda ujue. Haina bien. Kama tunawambia tuko fasi fulani, maana yake mwe tuko fasi fulani. Haina sasa kusema tena mtafute mpaka tuwaambie kwenye tunatia na silaha ya mwisho, ili tunasema arme luru yenye ya mwisho kwenye tunashimikia fasi fulani. Ndio tuwaambie pale ndio tunishie. Hapana. Mwangalie tu muziki, gisi muziki napigiwaka. Ishakuwa ni ngoma, arme na kartushi. Ishakuwa ni ngoma, base byote biko. Solo iko ya aka 47 solo iko. Semi base PKM iko. Tol venye ko pale nayo iko. Mafata bie. Ndio mnasikia sa ngoma inapigiwa pale, unasema hii ngoma hii hatui kama itaita ya manyonga, hatui kama itaita ngoma gani. Mwenye na yeko kwa kunyumba anakula chakula na shiba, unafuatilia tu information kiloko. Usipende huyo mpaka vya ndani. Leo ndugu zangu, natumai tuko pamoja. Na baada ya taarifa hizo kutoka jijini Uvira, licha ya maneno mengi, lakini ukweli ni kwamba hadi sasa hivi Uvira iko salama usalimini, kuanzia maeneo ya Biziba, maeneo ya Runingu, maeneo ya Maramvya, maeneo ya Muramvya, kote hali ni shwari. Vikosi tihifu vya serikali bado vinadhibiti na wazalendo, huku M23 alijaribu kujipenyeza, anaendelea kula kipigo kitakatifu. Tuingie jijini Kinshasa ambako msemaji wa serikali Patrick Muyaya aichambua katiba, huku pia Bahati Lukwebo akitoa sababu za yeye kuweza kujiuzulu. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ambaye pia ni waziri wa mawasiliano Bwana Patrick Muyaya, kupitia kipindi kimoja kwenye redio ya Okapi jijini Kinshasa, ameweza kufafanua taarifa nyingi ambazo zipo ndani ya katiba, ikiwepo namna ya kujaribu kubadili katiba na pia kulingana na mikataba ambayo inasainiwa kati ya nchi pamoja na nchi. Anayeiwakilisha nchi ni rais wa nchi na mwenye kuwa na mamlaka makubwa ndani ya nchi ni rais wa nchi. Kwa ufafanuzi zaidi, huyo hapa Patrick Muyaya. Nous sommes un pays où il y a des pouvoirs qui sont organisés. Nous avons évidemment le président de la République, nous avons un pouvoir législatif, nous avons un pouvoir exécutif, nous avons un pouvoir judiciaire. Je vais lire la Constitution. L'article 213, je commence par là. Le président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux. Le gouvernement conclut les accords internationaux non soumis à ratification après délibération en Conseil. Il en informe l'Assemblée nationale et les Sénats. L'article 214 maintenant, la référence pour ce qui nous concerne, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales, aux règlements de conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état de personne, ceux qui comportent échanges et adjonctions de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie de référendum. Je prends le premier alinéa. Il appartient au gouvernement, dans le rôle qui est le sien, de négocier. Nous l'avons fait. Et parce que l'accord peut avoir une incidence sur les finances publiques ou peut entraîner modification de certaines dispositions législatives, l'accord doit être sujet au Parlement. Nous l'avons amené au Parlement. Et au Parlement, il existe, jeté de là,
du Parlement, il existe des mécanismes pour de lois des ratifications. Généralement, le loi des ratifications, c'est 2-3 articles. On fait évidemment un exposé des motifs, on fait les premiers articles parce que nous, on l'a adopté en conseil le jour d'avant et on l'a amené. Je crois que la première chose que nous tous, les Congolais, nous devons faire, c'est de chercher à le lire. Aujourd'hui, les Congolais doivent être rassurés. D'abord parce que de un, cher Jean-Marc, cet accord, c'est un accord du futur. Le président Tshisekedi, il est fait plus pour nos enfants que pour nous dans les cas de notre... Justement, monsieur le ministre, il y a beaucoup de demandes de paroles. Mais il y a eu beaucoup de questions. Oui. Et donc, si vous voulez que nous puissions être pédagogiques, parce que comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas peur du débat. Nous n'avons rien à craindre, nous n'avons rien à cacher. C'est pour ça que nous sommes... cette demande. C'est pour ça que nous sommes dans cet exercice en direct. Mais je crois qu'il est important que les uns et les autres notent. Ce qu'ils doivent retenir, c'est qu'ils doivent s'approprier cet accord. Parce que cet accord, autant j'ai envie de dire que lorsqu'on parle de la guerre, ce n'est pas l'accord du président. Ce n'est pas la guerre du président. C'est la guerre de tous les Congolais. Les militaires qui décèdent au front, c'est nos frères, c'est nos cousins. Les ressources qui sont engagées, c'est des ressources qui puissent servir pour faire de route. Et donc aujourd'hui, les Congolais doivent considérer que nous avons commencé une nouvelle période. Évidemment, les choses ne peuvent pas se faire de manière automatique. Après 30 ans de conflit, il y aura sûrement des hauts et des bas, mais aujourd'hui, nous disposons d'un accord qui va nous permettre... Kutokana na yaliyofanyika ndani ya baraza la seneti ambako wanaseneta waliweza kuanzisha mchakato wa kuweza kumwondoa kama vile deuxième vice-president wa bunge la seneti Bwana Bahati Lukwebo. Hatimaye Bahati Lukwebo ameweza kukubali kuweza kujiuzulu na kutoa sababu zifuatazo. Pourquoi avez-vous démissionné? Oui, je viens de déposer ma lettre de démission de mon poste de deuxième vice-président du Sénat parce que je me disais que ça ne sert à rien d'engager un bras de fer avec mes collègues et je me suis dit, bon, de toutes les façons, quand on reçoit un mandat, on doit déjà se préparer à le quitter à tout moment. Et donc, comme il y a eu des incompréhensions à la suite de ma déclaration dans la conférence de presse, je croyais avoir été compris en disant qu'il faut beaucoup travailler sur l'homme, sur la mentalité, sur le comportement, pour espérer que le texte soit bien appliqué. Je croyais m'être bien expliqué, mais voilà. Comme il y a eu des incompréhensions, dans ma nature, je n'aime pas la confrontation. J'ai préféré déposer ma démission aujourd'hui, 18 mars 2026. Dans votre conférence de presse, vous avez pourtant plaidé pour le respect de la Constitution, notamment ce qui concerne le mandat présidentiel. Bon, je n'étais pas entré dans les détails. Hein. Moi, je mettais un principe parce que je ne m'étais pas prononcé sur pour ou contre la Constitution, la modification ou le changement. Moi, j'avais émis un principe et ce n'est pas la première fois que j'y reviens. J'ai toujours dit que nous avons un problème des gens qui doivent bien appliquer les textes. Peut-être que les textes ne sont pas si mauvais qu'on le croirait, mais si déjà ceux qui existent étaient bien appliqués, je crois que ça rencontrerait l'assentiment de notre peuple. Vous démissionnez donc comme deuxième vice-président du Sénat, mais vous demeurez dans l'Union sacrée. Bien sûr, je reste dans l'Union sacrée. D'abord, je reste sénateur, je reste dans l'Union sacrée, je reste loyal au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, mon parti AFDC, mon regroupement AFDC-A, deuxième force politique du pays. Quel avenir pour Bahati Lukwebo, maintenant que vous avez démissionné? Non, mon avenir n'est pas lié à la fonction de deuxième vice-président. Mon avenir est déjà tracé de par le trajectoire de ma vie et la projection de tout ce que j'ai préparé. Aujourd'hui, je peux être fier
d'avoir quand même pu mettre sur pied une grande machine politique, un grand parti politique qui est bien implanté sur l'ensemble du territoire national et dans plusieurs pays à l'extérieur. J'ai pu promouvoir beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, et je crois qu'au moins c'est un héritage sûr et certain pour le pays. Et je vois mon avenir, il est lié justement à ce que j'ai fait dans le passé. Regrettez-vous vos propos tenus lors de votre point de presse? Mais je vais regretter quels propos. Je vous ai dit que il faut plus travailler sur la mentalité, le changement de mentalité. Comment puis-je regretter de tels propos? Je le répéterai toujours qu'il faut beaucoup travailler sur la mentalité. Les autres questions, j'avais dit que nous avons un cadre approprié pour en parler, notamment les questions liées à la Constitution. Nous avons l'Union sacrée. Le président avait déjà dit qu'il mettrait sur pied une commission pour réfléchir sur la question. Et nous, dans une matinée politique à la FIKIN, à la Foire internationale de Kinshasa, nous, AFDCA, nous étions déjà inscrits dans cette logique et nous avons dit que nous étions prêts à y participer et apporter d'ailleurs notre réflexion là-dessus. Donc pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Pour la FDC, c'est un sujet qui nous intéresse aussi et donc nous entendons participer à ce débat-là. Pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution? Voilà là où vous me piégez. Chaque fois, je vous dis que cette question, elle est précoce. Je vous ai dit que nous aurons le cadre. Le président de la République va déterminer à quel moment la commission sera mise en place. Et nous, en tant que deuxième force politique du pays, nous ne manquerons pas d'en faire partie pour que nous aussi nous examinions notre pierre à l'édifice. Donc, attendez, soyez patients. La question reviendra sûrement. Vous démissionnez alors qu'une commission a été mise en place au Sénat pour donc examiner la pétition qui a été initiée contre vous et laquelle où on vous accuse notamment de manquement de respect envers le chef de l'État, mais aussi d'incompétence. Que répondez-vous quand même à ces des accusations portées contre vous? D'abord, je suis toujours loyal au chef de l'État. Et je ne pense pas que les gens, les profaneurs, font plus ou bien aiment plus le chef de l'État que moi. Peut-être comme moi, je ne suis pas flatteur, et on croit que je suis timide, mais moi, je soutiens le chef de l'État dans les faits, dans les actions. Et je crois que c'est ce qui compte. Premièrement, je rejette toute idée de m'imputer injustement un qualificatif d'incompétent. D'abord, je vais être incompétent comment? Vous savez que moi, dans mes habitudes et partout où j'ai toujours travaillé, aucun courrier ne passe 48 heures dans mon cabinet. Et tous ceux qui ont toujours travaillé avec moi, que ce soit dans les ministères, dans les entreprises, dans les cabinets, ils le savent que chacun, lorsqu'il reçoit un dossier, il doit me le retourner 24 heures après. Et dans mon cabinet, dans mon propre bureau, ça ne peut pas faire plus de 24 heures. Donc, si quelqu'un vous donne ne fût-ce qu'un exemple en disant que tel dossier était entré et qu'il a traîné chez moi plus de 48 heures, c'est qu'il est menteur, il n'apportera aucune preuve. Deuxièmement, ceux qui disent que je n'ai pas impulsé le contrôle, que j'ai bloqué qu'on puisse inviter ou convoquer des membres du gouvernement ou des mandataires, mais ils ignorent ce que disent le texte. Le texte dit que c'est le président du Sénat qui a cette compétence. Huku unaendelea kusikiza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Unafuata matangazo yetu ukiwa huko Australia, Canada, USA, Israel pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Ejide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Maine, Dafeza Dalitesha, Da Asha, Da Arwin, Ankisi Kandeke, Yahaya Hussein kutoka Dar es Salaam, Asimwe Baguma Samuel,
Jacques Baguma kutoka Uganda, Elisha Nairobi, Emmanuel Mangombe, Asokolo Ayeba wakiwa wanasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka huko jijini Kinshasa, moja kwa moja turudi jijini Uvira ambako raia wapinga ujio wa raia wa Kinyarwanda ndani ya jiji la Uvira. Walifunga safari kutoka nchini Marekani na kuja kuonana na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye. Baada ya mazungumzo na Evariste Ndayishimiye, waliweza kutoa malalamiko yao huku wakilaumu serikali ya Rwanda kutumia kabila hilo la Wanyarwanda waliokimbilia nchini Kongo ambao wanajiita Wanyamulenge kuwa kama ngao na kizingizio cha wao kuvamia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mazungumzo na rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye, watu hao wenye asili ya Rwanda waliweza kuvuka mpaka na kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndani ya jiji la Uvira ambako walikaribishwa na gavana wa jimboni Kivu ya Kusini Bwana Jean-Jacques Purusi Sadiki. Baada ya kuweza kuwapokea, waliweza kupata muda wa mazungumzo na baadaye kuwatambulisha mbele ya umma wakati gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi alipofanya uzinduzi wa mara nyingine tena wa ujenzi wa barabara kutoka Kavimvira kuelekea mpaka maeneo ya bandari ya Kalundu. Vijana hao ambao asili yao ni Wanyarwanda wanajiita kuwa ni Wanyamulenge. Walipofika jijini Uvira vile waliweza kukana Wanyarwanda na kudai kwamba Rwanda inawatumia ili kuweza kuanzisha machafuko na hivyo kupaka doa asili yao ya wakimbizi kutoka Rwanda ambao kwa sasa wanajiita Wanyamulenge. Kutokana na kauli hizo, raia jijini Uvira na hata Wakongomani ambao wanaishi nje ya Uvira walionyeshwa kusikitishwa na pia kutokukubali ujio wao, huku wakisema kwamba huo ni mtego na wengine wakisema kwamba ni kutokana na ukosefu wao kwenye uwanja wa vita wanazidi kupoteza, ndio maana wanatumia fursa hiyo ili kujipendekeza, lakini ndani mwao bado wana zile tabia zao za kutaka kumiliki Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pia kutaka kuitawala serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakongomani wanatakiwa kuweza kuwa makini na kufungua macho, wasilale tena, maana muda wa kudanganywa umekwisha kupitwa na wakati. Jambo ndugu mtangazaji pamoja na wasikilizaji wote wa Baraka TV. Jamani, sisi kwa kweli Wanyarwanda wana akili. Wanyarwanda wana akili. Kwanza mimi naona akili yao kweli, wana akili. Wanajua kwamba sisi Wabantu huwa tunasahau mapema. Hivi kwanza kutuinfluence sisi kusema kwamba tuwaiti Wanyamulenge, hiyo ni resite ya kwanza. Hapo Uvira Gisu alikuja hapo, wanasema wenyewe hawako nyuma ya M23, hawapo nyuma ya Kagame. Hivi wenyewe au kutoka Marekani hawana umoja wao unaitwa Peace ya Mahoro ambayo inachangia pesa na inapeleka Minembwe kwa ajili ya vita? Ni Kagame. Huyo Moise Nyarugabo, Azarias Ruberwa, hao wote si Wanyamulenge? Ni Kagame. Mbona wanataka kutuzunga sisi kama vile vijuju? Kwa kweli sisi mbona hivyo tunadanganywa na watu kama vijuju kabisa? Sisi ni vijuju. Wenyewe hao wanakuwa na mtukana Kagame, wanaona wako mpozisio ya kushindwa. Hizo zote ni strategy zao, ni mbinu zao za kupigana vita. Sio kwamba wanakuja eti wanamtukana Kagame, hapana. Wanaona kwamba hivi vita tunaweza tukaisha, kumbe tujirabeze, tujishushe ili wale watu watupokee na tuanze kuwapokonya. Azarias Ruberwa so Kagame, Moise Nyarugabo so, na wengine ambao sisi tuwajui. Unasikia? Kwa kweli hao watu wana akili sana na wana mbinu sana. Hao wenye kutoka huku Marekani kwenyewe wana kikundi chao kinaitwa Mahoro Peace, na wanachangaga, kila Mnyarwanda anachangaga pesa. Kwa kweli hilo jina la kuwaita
hilo jina lao tulikatae tu, tunaita tu ni Wanyarwanda, na wakubali kuwa wageni, basi tutakaa nao. Wenyewe wanajiita Wanyamurenge, Minembwe kuna mlima Murenge. Tukitoka jijini Uvira na tupande moja kwa moja upande mwingine wa mkoa wa Nord Ubangi, ambako vijana upande huo wameweza kupinga viongozi wa mkoani hapo kutokana na ubovu wa uongozi na vile kutokana na kukosekana kwa kazi, huku wakilaumu Rais Felix Antoine Tshisekedi Chilombo na pia wakimlaumu waziri wa kazi Bwana Jean-Pierre Dihau kwa sababu wanakosa kazi za kufanya, na serikali iliwaahidi kwamba itawapea kazi, lakini ahadi hiyo ya serikali ni kama imepitwa na upepo. Vijana hao wanafikia mpaka hatua ya kutaka nchi iweze kugawanywa na kila mtu apewe kipande chake, ajue wapi atakwenda. Mengine zaidi, taarifa hii kutoka Nord Ubangi. Voyou, aboyi, oza motote. La population balobi jamais. Yote. Yote. Biso Nord Ubangi to senga boteka Kongo bokabola mbongo toto kabola ngona mibale. Kabola mibale senga toi de là zo biso. Senge kabwama. Deva public ya moyo. Côté de la ville apesa biso mokanda toteka Nord Ubangi. Toteka Kongo to kabola la. Pour les Congolais azana droit mabele za Tshisekedi te eza ya mbuza o soki li aute. Li awaza mbuza zo mécaniser kaka mboka na e. Ok, tous les Congolais ont droit à déclarer. Liaou président ya soki ministre à fonction publique ya Zambuza ya wazo mécaniser na e kaka bumba. Biso ngambo toza biso banyengi na e. Population Nord Ubangi za devant mairie aboyi. Aboyi na nzoto na e. Soki eza pe na boza to kabola Kongo to kabola po Kongo eza liaou te. Eza Tshisekedi te eza biso tu to bana Kongo to na droit ya mboka na biso. Wana bozomona devant mairie. Ok. Bataximen pe basiliki misale zate ba jeune fille ba kola ndumba mibali hapo ba se retrouver. Il faut pari foot. Pari nde nini? Classe yango totanga pona lia upo azambuza. Awa toza devant mairie Nord Ubangi. Baboyi soki ezako kabola Kongo ezokabwa makaka lelo. Mais c'est les maires. Gouvernement lokuta ya bayibi ya Tshisekedi moyibi. Gouvernement Tshisekedi ya moyibi. Naam, taarifa hiyo kutoka Nord Ubangi. Na vijana hao ambao walikuwa wakizungumza hayo maneno ni kutokana na hasira kuwa kali, na vile Nord Ubangi ni moja kati ya mikoa ambayo iko nyuma kimaendeleo, na wanapolalamika wanataka serikali iweze kusikiza kilio chao ili iweze kujaribu kutatua baadhi ya matatizo ambayo wako wanayapitia. Hii ni Baraka1 TV na huo ndio mwisho wa matangazo yetu. Mengine tukutana majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Bye bye.